Kwa hiyo kwa upande wa afya, kwa kweli sisi kama Uturumet, Mheshimiwa Rais na Msumi mkurugenzi wetu wametupendelea sana. Kwa hiyo tunachoomba tu sasa hivi ni vifaa tiba. Ndio. Na uhakika sababu tumekuwa tukizungumza nao na wametuahidi kwamba wataomba fedha kwa ajili ya vifaa tiba. Sababu huwezi kuwa na hospitali ambayo ina majengo tu, lakini ukiangalia kwa upande wa huduma sio nzuri. Ni kweli. Kwa hiyo mimi ninaamini tukipata vifaa tiba vyote, hiyo hospitali itakuwa ya mfano sana. Na ndio maana nimesema naomba nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais pamoja na mkurugenzi wetu, kwa sababu bila yeye mkurugenzi kukubaliana na hoja zetu sisi madiwani, hiyo hospitali isingeng'ara kama ilivyo kwa sasa. Na pengine wanasemaje wenzako? Maanake wewe una hospitali ya wilaya iko katika kata yako. Labda wenzako hawakuonei donge kidogo kusema mheshimiwa kapendelewa? Wengine wanaona wivu, wengine wanakubali tu, kwa sababu nimekuwa na hiyo bahati. Ndio. Kwamba nimejikuta ni diwani ambaye nipo kwenye kata ambayo ina hospitali ya wilaya. Sasa labda mheshimiwa, tukija kwenye swala, changamoto iliyopo tu pale hospitalini ni uzio. Ni uzio, na hilo pia tunalishughulikia na ofisi ya mkurugenzi. Sasa ndio. Labda tukiama kwenye sekta hiyo ya afya, mheshimiwa diwani, twende swala la miundombinu ambayo katika jimbo kwa ujumla la Arumeru maeneo mengi imeonekana kuna changamoto ya miundombinu. Labda kwenye kata yako hali ikoje? Kwenye kata yangu ni shida, ni changamoto kubwa. Mimi nilipokuja kuwa diwani nilikutana na hizo changamoto sana. Kwa miaka 3 iliyopita mfululizo tulipata shida kubwa sana ya mafuriko, na sio siri, maana ni jambo ambalo lilichukua sura ya kiwilaya na kimkoa. Viongozi wengi walikuja kuangalia maeneo mengi yaliyoharibiwa na mafuriko na nini. Kwa hiyo ni swala linalofahamika, lakini nichukue fursa hii pia kumshukuru meneja wa TARURA kwa upande wa miundombinu, ametusaidia kadri ya uwezo wake. Na nikianza tu na irrigation kwa kweli asiyeipa CCM kura labda huyo hana shukrani, kwa sababu tulipata milioni 426 tukajenga lile daraja la TPRI pale, na wewe mwenyewe ni shahidi, maana ulikuwa unapita unaona, ambapo si fedha ndogo, ni fedha nyingi sana. Milioni 400 ni fedha nyingi. Lakini pia kuna daraja wanaita kwa Losevo. Papo pia ilikuwa ni kero. Mara ya kwanza tulipoingia sisi madarakani kupitia TARURA tulijenga kivuko pale ya milioni 10. Lakini mafuriko imekuja mara moja tu imezoa yote. Lakini baadaye kupitia TARURA pia wakatuwekea milioni 300 pale, karibu na milioni 30, kajengwa daraja pale. Sasa hivi hiyo kero imeisha. Kwa hiyo ukiona ni karibu milioni 700 na kitu ziliwekwa kwa ajili ya madaraja, tena za eneo moja tu. Lakini pia hapo irrigation kulikuwa na sehemu inatusumbua sana. Mvua ikinyesha watoto walikuwa waendi shuleni, iliyopo hapo shule ya msingi Uturumet. Na kwa kweli TARURA umetusaidia jenga daraja kubwa sana pale. Sasa hivi hiyo kero ya mafuriko na nini imeisha. Kwa hiyo kwa upande wa miundombinu ya barabara pamoja na madaraja kazi imefanyika kubwa. Lakini pia tulipata hasara kubwa sana mwaka jana baada ya ile mafuriko kuja makubwa. Karibu daraja lililopo kule Mindeu kwa chini kwenye ile barabara kwenda Likamba, na baadaye kupitia TARURA hao kwa kweli walikuja wamefanya ukarabati mkubwa, na sasa hivi ile barabara inapitika. Kwa hiyo kwa upande wa irrigation miundombinu hasa madaraja imewekwa fedha nyingi sana. Kwa hiyo kupitia Beda TV naomba nimshukuru sana Kaya Julius
ambaye ni manager wa TARURA, pamoja na Mheshimiwa Rais pia, kwa sababu bila yeye kuleta hizo fedha tusingeondoa ile shida iliyokuwa kwa IQ-SHIN. Lakini pia changamoto kwa IQ-SHIN bado ni kubwa, kwa sababu mimi nilikuta maeneo mengi hajawahi kuguswa. Sijui ni kwa sababu kata hii ilikuwa upinzani kwa miaka 15, ilikuwa haijaguswa kabisa. Kwa hiyo ni kama tulikuja tukaanza. Hiyo ndio ukweli. Kwanza moja. Lakini pia kwa Kenywa hapa tunaendelea kushukuru TARURA na Mheshimiwa Rais. Tulipata kilomita 1.5 ya barabara ya lami hii ambayo inaenda hospitali, ambayo ni bilioni 1 na milioni 500. Sio fedha ndogo, fedha nyingi sana. Kazi hiyo imefanyika. Lakini pia nilipoingia mimi nilikuta daraja la hospitali lile lilopo karibu na kwa Mrani ilikuwa ipitike kabisa. Lakini kwa jitihada ambazo tulifanya nikishirikiana na waheshimiwa madiwani wa viti maalum, tuliweza kuwashawishi watu wa TARURA kipindi hiyo, tukajenga ile daraja na ndio maana sasa hivi inapitika. Hiyo ni kwa upande tu ya Kenywa pia. Lakini pia mwaka jana tulijenga daraja lingine kwenye sehemu wanaoita kwa Savio. Tulijenga daraja lingine na ni daraja muhimu kwa sababu ilikuwa ni shida sana. Mvua ikinyesha, watu wanaotoka kata Mwandet, Loskito hawaendi Mnadani wala Ngaramtoni kupitia hapa. Walikuwa wanazunguka Kilimamoto. Kwa hiyo utaona bado kulikuwa na shida, lakini kupitia TARURA na watu na Mheshimiwa Rais pia kwa kweli tumeondoa hiyo kero. Sasa hiyo kero haipo. Watu wanapita bila shida. Lakini pia niseme tu, ukiangalia swala la miundombinu ni huduma tumesambaza kote. Kwa sababu tukienda Seuli, na mimi naomba kupitia Beda TV niseme tu kwamba kazi kubwa imefanyika kata hii kwa upande wa miundombinu, lakini kata hii ni kubwa. Kata hii imekaa muda mrefu bila hizo miundombinu kupewa fedha. Kwa upande wa Seuli kama kitongoji haijawahi kupata fedha kipindi cha nyuma huko, lakini kwa hii miaka 4 ya kwetu 5 sasa imepata fedha. Seuli pale imepata kilomita 1 na mita 700 kutoka pale darajani radio kwenda Cornerstone. Haijawahi kufunguliwa ile barabara, lakini ilipata milioni 60 na kajenga hiyo kilomita 1 kwa changarawe na mita 700. Lakini pia Seuli hiyo tulijenga kilomita 1 kutoka pale SOS kwenda Mti Mkubwa kwa milioni 30 na kitu. Lakini baadaye tulikaa na mkandarasi, kulikuwa kumebakia mita 400 kukamilisha ile kipande cha SOS kwenda Mti Mkubwa. Akatuambia kwamba kama mtanipa moram na tunaye mlima pale sisi, nitawajengea hii mita 400. Tukafanya hivyo. Tulimpa moram akatujengea hiyo mita 400. Na sasa hivi ile barabara inapitika, ingawa kuna shida ya mitaro. Kuna shida ya mitaro na mara nyingi watu wa TARURA wanakuja wanaangalia, wametuahidi pia kwamba watakuja kushughulika nayo. Lakini pia nichukue fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza wananchi wa Kishori pale. Eneo linaloitwa Kishori Seuli, eneo la Ngaramtoni pale. Wale wananchi walikuwa wamejiorganize wenyewe na sisi tukawasaidia pia. Na wakafungua barabara zote za kuzunguka mji wa Kishori, wananchi wenyewe kwa gharama zao, lakini pia wakisaidiwa na utaalamu kutoka TARURA. Kwa hiyo wamefanya kazi kubwa pale. Mkurugenzi naye alitusaidia pia, kazi ilifanyika pale. Changamoto ilikuwa ni magari tu ya kusomba moram. Kwa hiyo maeneo yote kwa upande wa miundombinu yameguswa. Na yale maeneo ambayo ilikuwa bado, kwa mfano kuna maeneo korofi. Kwa mfano pale Kishori
watu hawawasiliani mvua ikinyesha na mafuriko yakishuka kutoka kule juu. Watu walioko ng'ambo ya mto wa Ngaramtoni, wale walioko stendi kwenda juu hawawezi kuja upande wa pili. Lakini kupitia mabalozi wa Kishori kuna namna fulani tulikaa na watu wa TARURA wakakubali watatujengea kifuko kikubwa ili wale wananchi waunganishwe. Sasa na katika maelezo yako hujazungumzia hii barabara ya lami inayoelekea shule ya sekondari ya Usiligi hospitali. Kwanza nikupongeze kwa sababu kama nakumbuka vizuri ilikuwa ni ahadi ya Rais Kikwete, lakini muda wote haijatekelezwa mpaka katika awamu yako imekuja kutekelezwa kabisa. Lakini Mheshimiwa Diwani, hii barabara imeishia nafikiri sekondari hapa. Imeishia kwa chini ya sekondari. Kwa nini msipaze sauti angalau serikali imalizie basi mpaka hospitali? Tunaendelea kupiga kelele na serikali ni sikivu. Ndio. Barabara ile ipo katika mpango wa kujengwa kwa awamu. Hiyo bilioni 1.5 nilotaja ni awamu 3. Ambapo kwa hii budget sasa ya 25-26 kuna kipande kingine, kwa sababu inajengwa na TARURA, haijengwi na TANROADS. Na unajua TARURA budget yao ni ndogo sana, na hasa kwa upande wa lami. Wao wanadili na barabara hizi za changarawe na vivuko vijijini. Lakini kwa upande wa budget kubwa ya kujenga barabara za lami hawana. Lakini kwa kuwa wamekubali kujenga kwa awamu, sisi kwanza tunawashukuru. Kikubwa tu waendelee kujenga, maana wanajenga kulingana na budget wanavyopata. Kwa hiyo kuna uwezo itakuja kumaliziwa na hiyo? Kabisa, kuna kipande watajenga tena mita 500. Kama itabaki tena itajengwa tena alafu watamalizia. Sasa Mheshimiwa, nikupongeze kwa jitihada hizo kwa kweli ambazo unazifanya kwenye kata yako ya Tumeti.